Somo la leo, urejesho na ulinzi wa hofu ya Mungu. Urejesho na ulinzi wa hofu ya Mungu. Kitabu cha Malaki sura ya kwanza mstari wa 6. Malaki 1 mstari wa 6. Mwana humheshimu baba yake, na mtumishi humcha bwana wake. Basi kama mimi ni baba yenu, heshima yangu iko wapi? Na kama mimi ni bwana wenu, kichwa changu ki wapi? Bwana wa majeshi awauliza ninyi, enyi makuhani, nao lidharau jina langu, nani mwasema, tumelidharau jina lako kwa namna gani? Mwana humheshimu baba yake, na mtumwa anamheshimu bwana wake. Mungu anauliza, kama mimi ni baba yenu, kichwa ni heshima, heshima yangu iko wapi? Kama mimi ni bwana wenu, heshima yangu iko wapi? Anasema, nawauliza enyi makuhani. Hapa alikuwa anaongea na makuhani kwa kinywa cha nabii Malaki. Bwana Yesu natusaidie sana. Haleluya. Makuhani walikuwa wamepoteza hofu ya Mungu, na wakasababisha pia hata Israeli wasiwe na hofu ya Mungu. Sasa somo letu ni urejesho na ulinzi wa hofu ya Mungu. Urejesho ni tendo la kurudisha kitu kilichoibiwa au kilichopotea au kilichochukuliwa. Kurudisha kitu, kurudisha hali. Urejesho ni kurudisha kitu kilichoibiwa ama kuchukuliwa ama kuondoka akipo kuona kurudisha. Bwana asifiwe. Na ulinzi ni kulinda kile ulicho nacho, ni kuhakikisha ulicho nacho kinakuwa salama. Sasa leo nazungumzia urejesho na ulinzi wa hofu ya Mungu. Urejesho na ulinzi wa hofu ya Mungu. Tunarejesha hofu ya Mungu kama iliondoka au iliibiwa au ilichukuliwa, lakini tunalinda hofu ya Mungu kama bado haijaondoka kwako. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mtu anaweza kawa na hofu ya Mungu, au inawezekana hofu ya Mungu ikawa imeondoka kwake. Kama imeondoka kwake, ana jukumu ya kuirejesha ile hofu ya Mungu. Na kama bado una hofu ya Mungu unaisikia iko ndani yako, unawajibika kuilinda hofu ya Mungu isije ikaondoka, isije ikaibiwa, usije ukaipoteza. Haleluya.
Amen. Haleluya. Amina. Hofu ya Mungu, endelea kunisikiliza. Hofu ya Mungu, kuna hofu ya Mungu ya kumwogopa Mungu. Hiyo ni hofu ya Mungu ya kwanza. Kuna hofu ya Mungu ya kumwogopa Mungu. Kuna kumwogopa mtu na kuna kumheshimu mtu. Haleluya. Kwa hofu ya kwanza ni ya kumwogopa Mungu. Kwa nini mtu anamwogopa Mungu? Unamwogopa yule anayetisha. Unamwogopa yule ambaye ni mkali. Unamwogopa yule ambaye ana uwezo, ana nguvu kukushinda. Unamwogopa. Hiyo ni hofu ya Mungu ya kwanza, unaogopa. Sasa sisi tuliookoka, sisi wenye haki, hatupaswi kumwogopa Mungu. Haleluya. Haleluya. Hatupaswi kumwogopa Mungu. Kwa sababu gani? Mungu ni baba yetu. Tunapaswa kumcha Mungu. Mungu ni baba. Huwezi kumwogopa baba yako. Haleluya. Ukiwa ni mzazi au ni mama, ni mzazi, ni baba au mama, ukiona watoto wako wanakuogopa na sio kukuheshimu, hiyo ni shida. Watoto wanapaswa kumheshimu baba yao na si kumwogopa. Watoto wanapaswa kumheshimu mama yao na wala si kumwogopa. Wapo wazazi ambao kama ni baba akitokea, watoto hata kama walikuwa na furaha, walikuwa wanacheza, watoto wote wanakimbilia ndani. Kwa nini? Baba amekuja. Watoto kama wanakuheshimu hawatakukimbia. Haleluya. Kama wanakuheshimu hawatakukimbia, bali watakukimbilia. Na Mungu ndivyo alivyo. Ndio maana nasema nikaribieni mimi, nami nitawakaribia ninyi. Mtu ambaye anaogopesha hawezi kuandika akasema nikaribieni mimi. Lakini yeye kwa sababu ni upendo anasema nikaribieni mimi na mimi nitawakaribia ninyi. Bwana asifiwe. Mahali pengine anasema nirudieni mimi nami nitarudia ninyi. Kwa nini anasema nirudieni? Maana yake watu walikuwa wamemkimbia Mungu. Anawataka watu wamrudie yeye. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Anaandika ndio maana katika Isaya 1:18 anasema, njooni tusemezane, asema Bwana. Njooni tusemezane. Ukimkimbia Mungu utasemezana naye sangani. Atasemezana na wewe muda gani? Mungu anataka tumkaribie. Haleluya. Amen. Ukiona una shida ya kumkimbia Mungu, unamwogopa Mungu, unahitaji kutengeneza mambo yako. Haleluya. Kumkimbia ama kumwogopa Mungu ni ishara ya mahusiano yako na Mungu kuwa yameharibika. Kumkimbia Mungu au kumwogopa Mungu, unakimbia uwepo wake, unakimbia neno lake. Hii ni ishara ya kwamba mahusiano yako na Mungu hayako sawa. Yule ambaye mahusiano yake na Mungu yako sawa atapenda kumkaribia
baba yake na usemine. Haleluya. Atamkaribia, atazungumza naye kama vile baba anavyozungumza na mwanae. Aliyeokoka na mcha Mungu anamkaribia Mungu baba yake na anazungumza naye kama baba na mwana. Haleluya. Utaona Adamu na Hawa wakati mahusiano yao na Mungu yako vizuri, Mungu alikuwa anakwenda pale Edeni, anawakuta kina Adamu na mke wake Hawa, anawakuta, anazungumza nao, anajadiliana nao, wanamuuliza maswali na wajibu. Kwa nini? Mahusiano kati ya Adamu na Hawa na Mungu yalikuwa ni mazuri, kiasi kwamba walikuwa wanaelewana. Lakini mahusiano yalipoharibika kati ya Adamu na Hawa na Mungu, yalipovurugika, Mungu anakwenda anauliza, naita Adamu, uko wapi? Uko wapi? Anasema, nalisikia sauti yako nikaogopa. Unasikia? Nikafanya nini? Nikaogopa, nikajificha. Kwa nini umeogopa Adamu? Umekula lile tunda nilokukataza usile? Adamu anasema, yule mwanamke aliyenipa. Nachomaanisha nini? Mahusiano yako na Mungu yakiharibika, unaondoka mwenyewe kwenye uwepo wake. Huko ndiko tunasema ni kuwa na hofu na Mungu. Anayepaswa kuwa na hofu na Mungu, kumwogopa Mungu, ni mwenye dhambi. Haleluya. Kwa nini mwenye dhambi anapaswa kumwogopa Mungu? Kwa sababu mwenye dhambi yeyote amekwisha kuhukumiwa, anatembea chini ya hukumu. Kwa nini anaogopa sheria? Haleluya. Kwa mwenye dhambi yeyote uko hapa au kwa bahati tutanisikia kwa njia ya mitandao ya kijamii, sina neno la faraja la kukuambia kama mahusiano yako na Mungu hayako sawa, lazima uogope. Bwana msaidie. Lazima uogope. Mwenye dhambi yeyote hayuko salama. Mwenye dhambi yeyote anatembea chini ya hukumu. Biblia inasema amekwisha kuhukumiwa. Mungu ameweka hasira, ameweka hasira kali maadui zake. Maadui zake ni akina nani? Kila mwenye dhambi ni adui wako. Kwa katika hili siwezi kuwa na faraja. Ni heri ukaendelea kumkimbia Mungu, ukaendelea kumwogopa, kwa sababu Mungu anatisha. Utamkimbia mpaka lini? Ni heri usalimisha maisha yako, ukaishughulikia hiyo dhambi. Na wala usijaribu kujidanganya kwamba hakuna anayejua dhambi niliyoifanya. Hayupo anayefahamu. Dhambi yako inakushuhudia wewe mwenyewe kwamba wewe ni mwenye dhambi. Dawa sio kumchukia Mungu, dawa sio kisingizio. Dawa yake ni kutubu, kwambia Mungu, nimekutenda. Adamu hakupaswa kujitetea kwamba huyu mwanamke aliyenipa. Adamu alichopaswa kufanya ni kuanguka chini na kusema, Bwana, nimekutenda
Hiyo ni hofu. Lakini sisi ambao maisha tuna uhakika ya kwamba maisha yangu na Mungu yako sawa, siwezi kumwogopa Mungu. Haleluya, haleluya. Siwezi kumkimbia, nitamkaribia yeye kwa sababu yeye ni baba yangu. Anasema mimi nitakaa ndani yao na ndani yao nitatembea, nami nitakuwa baba kwao na wao watakuwa wana kwangu. Huyu ndiye Mungu, ni baba yetu. Bwana asifiwe. Amen. Haleluya. Amen. Baba anamkaribia, baba hamkimbii, ni baba yako. Ni mwenye dhambi ndiye anapaswa kumkimbia Mungu. Lile ameokoka, lakini katika kuokoka kwake hajamaanisha kuacha dhambi. Unasema nimeokoka, lakini katika wokovu wako hujaokoka kwa kumaanisha kuacha dhambi. Umeokoka bado unaishi na dhambi. Umeokoka bado ni mtu wa dunia, hujamaanisha. Tunaposema kuokoka tunamaanisha ni kuacha dhambi. Bwana asifiwe. Hofu ya pili ambayo ndio ninayozungumzia hapa, ya kuirejesha kama uliipoteza ama ya kulinda kama unayo, ni hofu ya kumheshimu. Hofu ya kumheshimu Mungu, hofu ya kumcha Mungu. Kumcha Mungu, hofu ya uchaji. Tutakutana neno la Mungu uchaji. Kornelio alikuwa ni mtaua na alikuwa ni mchaji wa Mungu. Utaua ni matokeo ya uchaji wa Mungu. Uchaji wa Mungu ama kumcha Mungu ama kumhofu Mungu ni hali ya ndani ya moyo wa mtu. Anasikia tokea ndani, anasikia kumheshimu Mungu. Ndani ya moyo wake anasikia anamheshimu Mungu, anasikia anamcha Mungu. Tutajuaje kwamba huyu anamcha Mungu? Tutaona maisha anayoishi mtu anapoyafanya mapenzi ya Mungu. Tunasema huyu ni mtaua. Haleluya, haleluya. Huwezi ukawa mtaua, huwezi ukafanikiwa kuyafanya mapenzi ya Mungu kama ndani yako hakuna uchaji wa Mungu. Uchaji wa Mungu wa ndani ni ile hofu ya Mungu. Sasa ni hali ya kumheshimu Mungu. Bwana asifiwe. Ama mtu akiwa na hali hiyo, akiwa na uchaji ndani, akiwa na hofu ya Mungu ndani, anaweza kaishi mazingira yoyote, akaenda mahali popote, na kwa sababu ndani ana hofu ya Mungu, asimtende Mungu dhambi. Amen. Amen. Kinachofanya mtu akiwa Tabora asimtende Mungu dhambi ni kwa sababu ya uchaji ulioko ndani ya mtu. Bwana tusaidie. Haleluya. Kwa yale matokeo ya nje, namna mtu anavyofanya mapenzi ya Mungu, hiyo ndio tunaita huyo mtu anayefanya mapenzi ya Mungu. Huyo ni mtaua.
Haleluya. Huwezi ukawa mtaua, huwezi ukawa mtakatifu kama ndani yako hakuna uchaji wa Mungu. Haleluya. Kuna kumcha Mungu, kuna kumhofu Mungu na kuna kumhofu mtu. Unaishi hivi hautendi dhambi kwa sababu si kwa sababu ya Mungu, ni kwa sababu kuna watu nawaogopa, wapo karibu yako, wanasema nikitenda dhambi mbele ya mtu huyu itakuwaje na mimi niogopa. Hiyo ni hofu ya mtu na hofu mtu. Ufanye dhambi kwa sababu upo kanisani. Ukitoka nje ya kanisa, wewe ni mwenye dhambi, hofu ya Mungu haipo. Lakini tukiwa na hofu ya Mungu, haijalishi pale nitakwenda, haijalishi nchi yote nitakwenda, mahali popote nitakapokwenda, nikiwa na hofu ya Mungu, sitamtenda Mungu dhambi. Kwa nini? Ninamcha. Bwana asifiwe. Na hicho ndicho kilichomsaidia Yusufu. Yusufu ameuzwa, yuko Misri, yuko nchi ya ugeni. Yusufu yuko kwa Potifa. Mwanamke wa Potifa anamwambia Yusufu lala nami. Yusufu kwa sababu alikuwa ni kijana anamcha Mungu. Haleluya. Haleluya. Anamcha Mungu. Akamwambia mke wake na Potifa, akamwambia bwana wangu mimi ameniamini sana. Hapa nyumbani amenikabidhi kila kitu. Mali zote amenikabidhi mimi. Kila kitu amenikabidhi mimi. Wala hahitaji kujua hesabu. Kuna ng'ombe wangapi? Maanake ameniamini. Ila tu amenizuilia kitu kimoja tu. Amenizuilia wewe nisikuguse, kwa kuwa wewe ni mke wake na bwana Potifa. Nifanyeje dhambi hii? Yuko Misri, yuko chumbani. Potifa hayupo, wafanyakazi wengine hawapo. Ni Yusufu yeye na Petro na Potifa tu wawili. Hakuna mtu anaweza kumwona Yusufu kama angefanya kile kitendo. Lakini Yusufu akasema nifanyeje dhambi kubwa namna hii? Nimkose Mungu. Hofu ya Yusufu haikuwa kwa Potifa. Hofu ya Yusufu haikuwa kwa baba yake Yakobo. Hofu ya Yusufu haikutokana na ndugu zake. Hofu ya Yusufu ilikuwa ni hofu ya Mungu. Bwana asifiwe. Halo. Wakati ndugu zake waliomuuza Yusufu walipofika Misri, wanakuta Yusufu ni waziri mkuu ameinuliwa. Wakaanza kuogopa. Baada ya mzee Yakobo kuwa amekufa, wakasema kwa kuwa Yakobo baba yetu amekufa, Yusufu atatulipizia kisasi kwa kitendo tulichokifanya. Wakawa wanamuogopa Yusufu. Na akamwambia, tunaomba ndugu yetu, tunakuomba ndugu yetu, baba yetu amekufa na tunajua makosa tuliyoyafanya, tulikuuza. Tunaomba baada ya baba yetu kuwa amekufa, tunaomba usitutende jambo lote baya. Yusufu
zake, akasema msiogope, mimi siwezi kuyafanya mambo hayo. Akawaambia mimi namcha Mungu. Haleluya. Siwezi kulipiza kisasi. Kinachonizuia nisilipize kisasi namcha Mungu. Ukiwa namcha Mungu, ukiwa na hofu ya Mungu. Kwa nini watu tunatenda dhambi leo? Kwa nini watu tunazoea kuishi maisha ya dhambi? Kilichoondolewa kwetu ni hofu ya Mungu imeondoka. Haleluya. Haleluya. Hofu ya Mungu ikiwemo kwa mtu, kabla ya mtu kutenda dhambi, kinachotangulia kabla hujatenda dhambi, ukiona mtu ametenda dhambi, manake hofu ya Mungu iliondoka. Kuna mahusiano, haleluya, kuna mahusiano makubwa kati ya Roho Mtakatifu na moyo wa mtu. Kuna mahusiano makubwa kati ya Roho Mtakatifu na moyo wa mtu. Haleluya. Kuna mahusiano kati ya Roho Mtakatifu na dhamiri ya mtu. Roho Mtakatifu hatukatazi, hatulazimishi tusifanye dhambi. Dada sifu. Roho Mtakatifu hatulazimishi tusifanye dhambi. Anachofanya Roho Mtakatifu, anatutahadharisha kuhusu dhambi unamtaka kuifanya. Anakutahadharisha juu ya hicho ambacho pengine ulitakiwa kufanya, uyafanya mapenzi ya Mungu, unasikia kuto kufanya. Roho Mtakatifu anakutahadharisha na kuambia hicho ungefanya. Ukifanya hicho utakuwa umefanya mapenzi ya Mungu. Kwa hiyo yeye anakuambia kwa sauti ya upole ya ndani. Sasa hata unapotaka kufanya dhambi, Roho Mtakatifu atakuambia kabla hujafanya, anakuambia hicho usiende kufanya dhambi. Maamuzi, na ndio maana mtu sasa anaanza kusikia hofu ya kumkosea Mungu. Anaanza kusikia hofu ya kwamba naweza nikamkosea Mungu. Kwa ataamua kuto kufanya, kwa sababu akifanya amemkosea Mungu. Ataamua kufanya kwa sababu akifanya amefanya mapenzi ya Mungu. Haleluya. Haleluya. Hofu ya Mungu ikiondoka kwa mtu, hata kile anachojua kwamba kisitakiwi kufanya, hofu ya Mungu ikiondoka, atafanya. Kwa nini? Licha ya dhamira yake kumwambia usifanye, licha ya Roho Mtakatifu kumwambia usifanye, lakini yeye anaamua anafanya. Kwa nini? Hofu ya Mungu imeondoka. Bwana msaidie. Bwana msaidie. Hofu ya Mungu ni kitu Mungu anakiangalia sana kwa mtu. Hata kama mtu amefanya dhambi, mwanadamu kufanya dhambi
haitatishi, haibabaishi. Haleluya. Hana shida utafanya dhambi, ana shida kama umefanya dhambi, lakini kwenye ile dhambi uliyoifanya hautafuti kutubu, hausikii hofu ndani, unaificha ile dhambi, unaendelea kutenda dhambi. Hapo ndipo Mungu anakuwa na tatizo kwa mtu aliyefanya dhambi. Haleluya. Haleluya. Ndio maana Mungu kuhusu swala kumcha Mungu anamwangalia mtu, haijalishi ameokoka au hajaokoka. Anachoangalia, huyu amemcha. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Tuko pamoja? Tuko pamoja? Mtu anaweza kuwa hajaokoka, ni mwenye dhambi, hajaokoka. Yesu si Bwana na Mwokozi wa maisha yake, lakini anamcha Mungu. Haleluya. Kumcha Mungu, ndugu zangu, nisikilize sisi. Kumcha Mungu sio utakatifu. Kuna watu wanachanganya maneno haya kwamba kumcha Mungu ni utakatifu. Isipokuwa kumcha Mungu kutamfanya mtu awe mtakatifu. Bwana asifiwe. Mtu ambaye hajaokoka, wala sio dini yako wewe, wala haiti kwa ni Mkristo, lakini huyo pamoja na kwamba sio dini yako, ambaye wewe unamshambulia, ambaye wewe unamwambia okoka, lakini huyo anaweza kuwa anamcha Mungu kuliko wewe uliokoka. Kutoka kwenye ujinga huu. Bwana asifiwe. Kuna mtu anajivunia Ukristo alionao. Kuna mtu anajivunia wokovu alionao, kwamba mimi nimeokoka. Unasema mimi nimeokoka. Ni mwanamke anasema mimi nimeokoka. Unamwambia mume wako mimi nimeokoka. Wewe hujaokoka. Unaweza ukawa umeokoka lakini haumchi Mungu. Inawezekana mume wako hajaokoka lakini anamcha Mungu. Haleluya. Ndio maana akitaka akupige, anasikia kuja kupiga na kupiga ni mbaya, anataka akupiga na kupigi. Kinachozuia asikupige ni nini? Anamcha Mungu. Bwana asifiwe. Hata viongozi wa nchi, viongozi wa serikali, sisi hatuombi kwamba tunamhitaji rais aliyokoka, tunamhitaji mbunge aliyokoka. Hapana. Eti tumpate rais aliyokoka. Ikulu hakuna kanisa. Tunamhitaji kiongozi anayemcha Mungu. Haleluya. Haijalishi dini wa dini gani, lakini anamcha Mungu. Haleluya. Kornelio
Kornelio hakuwa ameokoka. Kama kuna mtu anakuambia ile habari ya Kornelio, mkuu wa kikosi cha Italia, ukisoma Matendo ya Mitume 10 mstari wa kwanza na wa pili, inasema Kornelio alikuwa akida wa kikosi cha jeshi cha Italia, naye alikuwa ni mtawa na mchaji wa Mungu. Ukisoma commentary imeweka kwenye mabano kwamba alikuwa hajaokoka. Haleluya. Haleluya. Alikuwa hajaokoka, lakini alikuwa anamcha Mungu. Alikuwa akiomba na akitoa sadaka. Mungu akamsikia maombi yake. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Biblia inasema Mungu hawasikii wenye dhambi, lakini mtu akiwa ni mcha Mungu anamsikia. Tuko pamoja? Tuko pamoja? Mungu hawasikii wenye dhambi. Awe mwenye dhambi ameokoka au hajaokoka, Mungu hamsikii. Yaani maombi yake yeye kwa Mungu ni kelele tu. Ila anasema akiwa anamcha Mungu umsikie. Ndio maana anamsikia Kornelio, pamoja kwamba Kornelio ni mtu wa mataifa, lakini Mungu alimsikia. Alikuwa na hofu ya Mungu. Ukiwa na hofu ya Mungu utasukumwa kuyafanya mapenzi ya Mungu. Bwana asifiwe. Haleluya. Petro alishangaza. Petro alipotumwa na Mungu kwenda kwa Kornelio, aliona mambo ya ajabu kwenye nyumba ya Kornelio. Akaona nguvu za Mungu zimeshuka, Roho Mtakatifu amejaa kwa kina Kornelio. Aliporudi kwa Wayahudi wenzake, anasema nimeshangaa. Kumbe tulidhani ni sisi tu Wayahudi ndio tunasikilizwa na Mungu. Kumbe mtu akiwa ni mcha Mungu. Haleluya. Haleluya. Unaweza kuwa umeokoka lakini hausikilizwi na Mungu. Mzazi wako hajaokoka, kama anamcha Mungu, huyo anasikilizwa kuliko wewe unasikilizwa. Na hii tufanye tuliyookoka, tuache kujivunia dhehebu wetu, tuache kujivunia dini zetu. Haleluya. Nasema Mungu anamsikia mtu anayemcha Mungu. Hamsikii mtu uliko dhehebu gani. Hamsikii Mungu asamdini wakoka. Hasha. Anamsikia yeye aliye na hofu ya Mungu. Haleluya. Akitenda dhambi anasikia kutubu. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Haleluya. Kwa nini leo Upentekosti unapoteza thamani yake? Kwa nini sisi tunaitwa waokolewe? Kwa nini tunapoteza thamani yetu leo? Kwa sababu hofu ya Mungu imeondoka. Miaka ya nyuma ilikuwa ni nadra sana kumsikia mchungaji wa Kipentekosti amefanya uovu.
Nilikuwa naangalia asubuhi hapo kwenye mtandao, ni nafikiri ya TV ameripoti, kama ni TV au Mirror, ameripoti taarifa za mchungaji mmoja yuko Chato. Kama kuna mtu anaona habari kama huyo mchungaji amemnyonga mke wake. Kwa nini amemnyonga mke wake? Amemnyonga mke wake kwa sababu mke wake alikuwa na mtuhumu mume wake mchungaji makanisa, kwamba mume wake baba mchungaji ana mahusiano na mwanamke mwingine. Sasa baba mchungaji ametiwa barua, na mimi nipongeza sana serikali, katiwa barua. Yule baba wakati amelala akamvizia mke wake amelala usingizi mzito, alikuwa ameandaa kamba akaenda akamvizia mke wake, akamfunga shingoni, akaanza kumnyonga mpaka akafa. Alafu ni kuficha yasionekane yeye ndo amenyonga, akampandisha juu, akamfunga juu, ili vyombo vya dola vitakapokuja, watu wakija waseme mwanamke huyu mama mchungaji amekufa kwa kujinyonga. Nipongeze jeshi la polisi, wakabaini kwamba mchungaji wa namna hiyo, na ni mchungaji wa dhehebu fulani, bila shaka na maaskofu wake, bila shaka mama mchungaji aliripoti taarifa za mume wake kwamba na mahusiano nje, lakini maaskofu wake, na hiyo ndio shida ipo. Ya maaskofu kuwalinda wachungaji wao. Mchungaji amepoteza hofu ya Mungu, mchungaji ana kasa zinazoendelea, lakini nasikia askofu ama taasisi kwa kulinda heshima ya taasisi inamhamisha mchungaji kutoka kituo hiki, inampeleka mahali pengine, ili tunalinda heshima ya taasisi. Lakini pia tunalinda maisha ya mchungaji. Unaacha kushughulikia mchungaji aliyepoteza hofu ya Mungu, unasema tutaharibu maisha yake. Sisi hatujao wachungaji kutafuta ajira, ni wachungaji tunamtumikia Mungu. Bwana msaidie, Bwana msaidie. Mimi niwaombe maaskofu, bila shaka hii clip itaenda mtandao. Niwaombe maaskofu, mkishajiridhisha kwamba mchungaji huyu amepoteza hofu ya Mungu, wokovu haupo, msimhamishe wala msimuone aibu, mtoe asiwe mchungaji tena. Bwana msaidie.
Haleluya. Hata kama ni mimi na askofu wangu atakuwa ananisikia, watakapobaini wakasema huyu mchungaji tumemkuta huyu ni muhuni, ni muhuni, ana vibanda, ila msitengeneze skendo za makusudi. Wanangu wananijua, ila kama nitageuka itaonekana mimi hofu ya Mungu ninapoteza, nitamaka hapa mwingine na moja kwa na kwenda kwa wanawake wengine mabinti, nasema maaskofu kijilimisha, njoni mnitoe sichungi mitena. Nisho mpaka niishi kwa sababu nachunga kanisa. Nikishindwa nikafanya kazi zingine. Na wanasema askofu, niase serikali. Serikali kama maaskofu wameshindwa kuwashughulikia wachungaji wao, serikali naomba muingilie kati. Nimpongeze pia waziri wa watoto na ustawi wa jamii Dorothy Gwajima ambaye amemshughulikia mchungaji mmoja na toka klipu umetoka mitandaoni, anawaambia kanisani, anasema muumini yeyote mchungaji wako kukutongoza, ukimkataa wewe unaambiwa. Mchungaji wa namna hiyo ilipaswa, kabla ya serikali haijamchukulia hatua, ilipaswa askofu wake amchukulia hatua. Hatuwezi tukafanya ziada na kazi ya Mungu. Mungu amewaweka maaskofu. Maaskofu ni waangalizi. Mungu hawezi kushuka mwenyewe akaja kumshughulikia mchungaji ambaye aliyeko hapa anajua mimi juu yangu yuko askofu, anaweza kunishughulikia. Ole wa askofu ambaye anaweza kanilinda pamoja na uongo, analinda maisha yangu. Ndio asili ya Mungu kwa maaskofu. Soma Ezekiel 48. Ezekiel 48:13. Sikiliza Ezekiel 43:13. Chukua maiki Festo, na maiki hapo, uko mvivu. Sikiliza, Mungu anakuambia na Bwana, wakati wa utaratibu wa maaskofu wa kuwepo, maaskofu wamekuja kipindi cha Agano Jipya. Kabla ya hapo, Mungu alikuwa anashuka mwenyewe, anatuma manabii wake kwa makuhani. Sikiliza anachosema Ezekiel 44:13. Ndio. Wala hawatanikaribia kunihudumia katika kazi ya ukuhani, wala hawatakaribia vitu vyangu vitakatifu, hawatakaribia sadaka, hawatakaribia chochote, vitu vilivyo vitakatifu sana, bali watachukua aibu yao, wenyewe na machukizo yao yote walioyatenda. Hallelujah.
mmoja ananiambia, "Ambia mchungaji, nilikuwa nimeposti clip moja, labda ni mheshimu." Akaniambia posti ifute inawadhalilisha wachungaji wa Pentekoste ndoe. Alipiga simu. Ni mheshimu, sikabisha naye kabla sababu anayoondoa. Akaniambia wenzetu wa dini zingine wanalinda sana wachungaji wao, viongozi wao, na sisi tuende wao. Ni ambao tukiondoa tuko mwenyekevu, tuko ni mtu mkubwa, ni askofu wa dhehebu moja, ni rafiki yangu, akaniambia hivyo, nikaiondoa tu. Lakini hiyo kuficha uovu na ufalme tunaficha sisi wachungaji, mitandao ya kijamii inatoa hadhara. Hapo Mungu mwenyewe anasema na mtume Ezekiel, anasema makuhani waliofanya uovu hawatanitumikia tena. Kama kuna kazi ngumu ni kwa maaskofu. Lakini kwa sababu maaskofu wamesahau wajibu wao, ndio maana leo kukimbilia waaskofu ni jambo rahisi tu. Kampeni tunafanya kampeni kama askofu. Kazi ya askofu sio kazi ya kukimbilia, ni kazi kubwa. Askofu unasimama na Mungu kusimamia kazi ya mali pamoja. Tunataka kule Tabora. Tunataka Tabora. Nikamwambia mchungaji. Nikamwambia nilimkaribia sana. Nikamwambia kazi ya Mungu haitakiwi kuwa hivi. Kama Mungu hawezi kushuka mwenyewe akashughulikia hii kazi, lakini sisi tunaosimamia matawi ni waangalizi wa hayo matawi. Mungu anatuchunguza sana. Nikamwambia tengeneza, akisha kazi ya Mungu inakaa sawa. Niliongea naye kati nauli safari, nikamwambia baba mchungaji, ninakushukuru sana. Stori nilisema unikaribia, nijisikia vibaya, nijisikia aibu, niliona aibu. Na leo unaniona hivi tunaongea na wewe. Leo nipo kwenye kituo changu cha kazi, niko nazunguka kwenye vijiji, nafanya kile tunachotaka nifanye. Kazi ya Mungu haiwezi kwenda nyuma askofu. Ni kazi ya kusema nimeshindwa kusimamia na nizai na acha na wasanii wa askofu, ni bado mtu akaenda. Kwa sababu kuna hukumu kwa maaskofu. Serikali, maaskofu wakishindwa kusimamia wachungaji wao, serikali kama mnavyoshughulika na wale mchungaji, wachungaji wa namna hiyo wako wengi sana. Serikali washughulikie. Kwa sababu hofu ya Mungu inaondoka. Leo adui yangu mimi mchungaji sio shehe. Adui yangu mimi ni mchungaji. Kwa nini wachungaji kwa wachungaji hatushirikiani? Tunaogopa. Na kwa nini tunaogopana? Hofu ya Mungu haipo.
zikafukuzwa kule, anakuja kwa mchungaji mwingine, naomba unilee. Mchungaji hajachunguza, askofu hajachunguza, anampokea, anamlea. Sikia kanisa letu la EAGT amemshughulikia mchungaji mmoja kule wapi kupata hivyo. Ndio inapaswa kwa hivyo, hatupaswi kusubiri serikali imeingilia kati. Ndio maana mimi nikifikiria sana, huwa namkumbuka Kagame alichofanya. Kagame ameyafunga makanisa kama 10,000 hivi. Baada ya kuyachunguza kwamba hayana maadili ya kwa makanisa kilomita futa yote. Lakini sisi kwa kuwa tuelewe, tunasema Kagame ni pepo, ni mpinga Kristo. Baba mmoja ametoka kwenye kanisa la kiroho, amerudi kwenye kanisa la zamani kule ambako sisi tulitoka. Yeye amesema ni afadhali nirudi nilipotoka kuliko kubaki kwenye kanisa. Siwezi kumpongeza, lakini nisikitika. Kama imefika watu wanayaogopa makanisa yetu ya kiroho, wanasema yameharibika, wachungaji wameharibika, ni akina nani tutakuwa wahubiri waokoke leo? Kwa maana injili imekuwa ngumu sana. Kwa nini tunahubiri injili watu waokoke? Waokoke waende wapi? Ningefahamu baba, ningemwambia hukupaswa kuyarudia matapishi uliyoyatapia, lakini nilipaswa utafute ujue. Pamoja na uharibifu wa wachungaji wengi wameharibika, lakini Mungu amejisazia masalia yote. Haiwezekani wachungaji wote wameharibika. Unaonekana ni wengi kiasi gani, lakini wako masalia ambao Bwana anajivunia. Bwana asifiwe. Nimewasa maaskofu, nimewasa serikali, ninawaasa waumini, kagueni wachungaji. Ukiona mchungaji hofu ya Mungu, sio matenda dhambi. Kuna kutenda dhambi, akatenda dhambi, kwamba ametenda dhambi, lakini hofu ya Mungu inamsukuma kwenda kutubu. Anatafuta askofu, anatafuta mchungaji, anasema nimetenda dhambi, nimeghafirika. Huyo haina shida, ila yule ametenda dhambi, hataki kutubu, anaendelea kuishi kwenye maisha ya dhambi, huyo akibiwe. Bwana asifiwe. Amen. Usiangane na dhehebu. Ili dhehebu langu hili nitafia Baba EAGT, nitafia Baba TAG, nitafia Baba Pentekosti, nitafia Baba BCC. Chungaji ameharibika, anafanya uovu, unasema ni dhehebu langu. Wana ni mtu wa dini kama watu wa dini wengine. Mkimbie, tafuta yule ambaye ni mmoja wapo wa masalia. Huyu haijalishi yuko chini ya
ni wa namna gani? Ana hofu ya Mungu au hana hofu ya Mungu? Haleluya. Haleluya. Urejesho wa hofu ya Mungu. Hofu ya Mungu ikiondoka kwako, utaendelea kuishi kwa mazoea tu. Na watu ambao wameokoka wana muda mrefu, uwe makini sana, kwa sababu miongoni mwa vitu vinavyoondoa hofu ya Mungu ni kuwa mtu aliyeokoka kwa muda mrefu. Kwa nini? Amesikia sana, amehubiriwa sana, ana uzoefu na mambo ya wokovu, kwa amezoea. Anasema tunayajua haya, tumehubiriwa tangu kitambo, tunahubiriwa haya. Na shetani anachokifanya kabla hujafanya dhambi, anachofanya anakuondolea hofu, anakutoa wasiwasi. Haleluya. Anakutoa mashaka. Ati niambiwa mzee, eti mkila mtakufa. Sema hamna, msio na wasiwasi, kule mtu hamtakufa. Kwa shetani anachokifanya anakuondolea mashaka. Kama uko na mashaka, sema usiwe na wasiwasi, wafanya. Acha kufanya. Usipofanya ni kawaida tu, hamna madhara yatakayotokea ukifanye. Mahofu ilipoondoka kwa Hawa, na ile tunda alikuwa analipenda, hofu ilipoondoka akachuma. Bwana asifiwe. Pale alitokea mchungaji, alitokea shetani kama shetani, lakini leo shetani anatokea kupitia watumishi wa Mungu. Eti mchungaji ndo anakuhubiria hivi, eti umeambiwa usifanye hivi, sio kweli. Anakuondolea mashaka ulichokuwa ukifanya. Baada ya kuondolewa mashaka, hofu ya Mungu imeondoka. Ulichokuwa ukifanya unaanza kukifanya. Kwa nini? Amekuondolea mashaka, usiwe na wasiwasi. Bwana asifiwe. Haleluya. Uliyeokoka muda mrefu, sasa usinibabaishe, mimi najua. Kama wale watu wanasema tangu zamani, tangu manabii walivyosema ya kwamba itatokea, bado mbona mambo ni yale yale, huyo Yesu mbona hajaja? Ndivyo kwa watu ambao wamezoea wokovu, wanamzoea Mungu. Ukishamzoea Mungu, hofu ya Mungu inaondoka. Bwana asifiwe. Haleluya. Haleluya. Wanaojua sana, wasomaji sana wa maandiko, mtu amejawa na elimu ya theolojia, hao wanajua, wamesoma sana theolojia, wamesoma sana elimu ya dini. Unapohubiri ukinukuu maandiko, kabla huyataja hayashataja, hiyo ni Mathayo. Akida mmoja akamwambia Paulo akamwongea sana, akamwambia Paulo, una wazimu?
Maana kusoma kwako kwingi kumekugeuza akili. Paulo anamwambia tukufu Feliki, mimi sina wazimu. Kwa nini? Kusoma sana. Kusoma sana. Usipokuwa makini. Kusoma sana elimu ya dini, kusoma sana elimu duni, kunapoteza ufya. Bwana asifiwe. Bwana msaidie sana. Ndio maana wengi wanaoanzisha imani potofu, wengi wanaopinga Biblia kinyume cha muktadha, wengi wamesoma. Ninasoma, sinaelewa. Ninasoma theology. Nachukua daktari. Kwenye level ya daktari wa theolojia, usipokuwa makini unapotelea pale. Usipokumbuka msingi ulikotokea, usipokumbuka msingi umetokea wapi, umefundishwa na nani, umekaa wapi, ndipo unasomea. Usipokumbuka ule msingi unapotelea kwenye PhD, unapotelea kwenye masters. Ukisikia mchungaji anatokea anasema pombe sio dhambi, kapotelea kwenye maandiko. Ukisikia nabii mchungaji anasema kuoa wake wengi hakuna shida, kilichompoteza ni kusoma kwake kwingi, umemgeuza ndiye. Hofu ya Mungu inaondoka. Mbona kwenye andiko kama pombe sio dhambi? Inahitaji msaada wa Roho Mtakatifu kujua ili hairuhusu, inakataza. Bwana asifiwe. Haleluya. Kitu cha muhimu ndugu zangu, linda sana hofu ya Mungu. Kama hofu ya Mungu imeondoka kwako, fanya bidii urejeshe. Unaabudu kwa mazoea, unaimba kwa mazoea, kuto kusali ni mazoea, ibadani ni mazoea, kila kitu tunachokifanya ni kwa mazoea. Kwa nini? Hofu ya Mungu haipo. Kwa nini ile bidii uliokuwa nayo mwanzo? Kwa nini ile uadilifu uliokuwa nayo mwanzo leo mbona haupo? Paulo anawauliza Wagalatia, enyi Wagalatia, ni nani aliyewaroga? Mulianza katika roho na malizia kwenye mwili, mlipomjia na mbio sana. Ni nani aliyewageuza msifuate ile kweli? Wanakwenda katika roho, wanakwenda katika kweli. Wagalatia, Paulo anapata taarifa, anasema Wagalatia walikuwa wanakwenda mbio, Wagalatia wamepoa. Anasema nani aliyewageuza? Nani aliyefanya bidii yako ipungue?
kama iko ndani yako. Ndio maana wengi tuko vile vile, tunafanya huduma tuko vile vile, tunaimba tuko vile vile, tunatoa sadaka, hakuna mabadiliko yote, kwa sababu hofu ya Mungu haipo. Nataka nikwambie mchana wa leo, angalia Biblia inasema, kumbuka ni wapi ulipoanguka, uende ukatubu, ukaimarishe mambo yako ya kwanza, uende ukatengeneze mambo yako. Kwa nini unaabudu kwa mazoea? Kwa nini unafanya kwa mazoea? Hofu ya Mungu ukiwepo, hautakuja kanisani unatembea, hayakuwa unajua nimechelewa, utakuja kanisani unakimbia, hautamtumikia Mungu kikawaida kawaida. Ndio maana Yeremia akasema, ikiwa Bwana ameweka agizo, nawezaje kutulia? Bwana akiweka agizo ndani yako, uweze kutulia. Kuna hofu ya Mungu unayetumikia, ni Mungu mtakatifu, ameweka agizo ndani yako. Wengi tunatumika, hofu ya Mungu haipo. Rejesha hofu ya Mungu leo. Kagua, jikagua. Hauendi kwa mazoea, hauendi kwa mazoea. Kagua, kagua utumishi wako, kagua njia zako, kagua maisha yako mchana kabla ya dhambi. Mungu anasema yeye anaangalia wanaomcha Mungu. Biblia inasema Yesu alilia kwa machozi, lakini kilichomfanya Mungu amsikilize Yesu ni kwa sababu alikuwa anamcha Mungu. Wanaomcha Mungu wanasikilizwa. Ndio maana utamuona mtu wa mataifa, unasema mbona hajaokoka huyu? Huyu anafanikishwa na shetani. Nataka nikwambie, sio shetani anayefanikisha, ni Jehova anayefanikisha. Yeye anaangalia uchaji wa Mungu. Umeokoka, hamchi Mungu. Unaimba kwaya, hamchi Mungu. Unaimba praise, hamchi Mungu. Hofu ya Mungu haipo. Kusema uongo kwako ni kazi rahisi. Mwenye hofu ya Mungu akisema uongo, akigafika dakika moja, sekunde hiyo anasikia ndani, nimekosea hapa, kwa nini nimesema uongo? Kwa nini watu wengi sugu mioyo yao ni ya jiwe? Mioyo ni migumu, utaongea na kuongea, hakuna mabadiliko. Kwa nini? Hofu ya Mungu haipo, imeondoka. Nasema mchana leo, rejesha tena hofu ya Mungu. Nasema mchana leo, rejesha uchaji wako kwa Mungu. Utaona mwenendo wako ukibadilika, utaona tabia zako zikibadilika. Na nataka nikwambie, utaona Bwana akibariki maisha yako. Kwa nini? Umerejesha hofu ya Mungu. Usimama bado. Kila mmoja asimame, tafakari mchana leo. Inamisha kichwa chako, funika macho yako. Hatumuone Mungu kwa nini? Kwa nini hatumuone Mungu leo? Kwa nini tunaendelea kupata hasara? Kwa sababu tunaishi kwa mazoea. Mungu anauliza, kichwa changu ki wapi? Ikiwa mimi ni baba yenu, ikiwa mimi ni baba yenu, heshima yangu iko wapi? Mbona mniheshimu? Nawauliza ninyi makuhani, nawauliza wanangu. Mungu anakuuliza wewe, anasema hofu ya Mungu iko wapi? Kama mimi ni Bwana wenu, maana Bwana mheshimu Bwana, mtuma mheshimu Bwana wake. Mimi ni Bwana wenu, Bwana mniheshimu. Nakuuliza leo,
Tafakari njia zako. Tafakari mwenendo wako. Ni kweli naomba, ni kweli naimba, ni kweli umekuja kwenye ibada, ni kweli unatoa sadaka. Kitu gani kinakusukuma ndani? Kabla ya kutoa zaka, unasukuma na kitu gani? Mbona kila tukisema habadiliki? Mbona kila tukihubiri maisha yako ni yale yale tu? Mbona hatuna mabadiliko? Hofu ya Mungu imeondoka. Mungu akurejeshe hofu ya Mungu leo. Mungu akurejeshe hofu ya Mungu leo. Naomba penzi tuabudu kidogo hapa. Penzi tuabudu dakika moja. Nasikia huzuni, najisikia vibaya. Wakati ambao Pentekoste unachuja, tunategemea waokoke waje kwetu waokoki. Kwa nini tunaabudu kwa mazoea? Kwa nini tunaabudu kwa mazoea? Kwa nini tunamtumikia Mungu kama tunamtumikia mwanadamu? Atamani Mungu anisaidie mchana wa leo. Atamani Mungu akusaidie hata wewe leo. Atamani Mungu akusaidie. Atamani Mungu akusaidie. Mungu anisaidie kanisa lake. Mungu anisaidie kanisa lake. Mungu atusaidie leo. Mungu tusaidie leo. Utusaidie leo. Utusaidie leo. Tumepoteza hofu ya Mungu. Kwanza hapo tunategemea. Wamepoteza hofu ya Mungu. Maaskofu wetu wamepoteza hofu ya Mungu. Wachungaji wetu wamepoteza hofu ya Mungu. Waimbaji wamepoteza hofu ya Mungu. Sio mtume, sio nabii. Wamepoteza hofu ya Mungu. Ndio maana Yesu akasema ya kwamba watoza ushuru na makahaba watatangulia kuona ufalme wa mbinguni, kwa sababu waliposikia walitubu. Lakini sio sisi. Tunajivunia madhehebu yetu, tunajivunia taasisi zetu, tunajivunia makanisa yetu. Wengi waliosikilizwa walikuwa wanamcha Mungu. Wengi walikuwa wanasikilizwa na Bwana walikuwa wanamcha Mungu. Dini yako sio hoja, dhehebu lako sio hoja. Mungu anaangalia moyo. Mungu anaangalia moyo. Yuko tayari ya kubariki, yuko tayari ya kuinua. Lakini anapokutazama anasema, laiti mwanamke huyu angekuwa na moyo kama huu, moyo wa kumcha Mungu. Tunapaswa kumcha Mungu. Tusifanye mambo kwa sheria, tusifanye mambo kwa lazima, tusifanye mambo kwa kushinikizwa. Tufanye kwa sababu tunamcha Mungu. Wezi nenda mkaombe, hatutaimba tena. Nenda kajilie mwenyewe, nenda jiombe mwenyewe. Mwambie Bwana, rejesha hofu ya Mungu, rejesha hofu ya Mungu ndani yangu. Mwambie Bwana kurejesha hofu ya Mungu, akurejeshe uchaji wa Mungu. Ili dini haitakusaidia, ile kiti haitakusaidia, tule njia haitakusaidia, Pentekoste haitakusaidia. Ramo, ni yeye anayemcha Bwana, ni yeye anayemcha Bwana. Unakuacha umeokoka, huku bado ni msengenyaji. Wasengenyaji wote unaendelea kusengenya, unaendelea kusema uongo, unaendelea kufanya dhambi. Hofu ya Mungu haipo. Jiulilie leo, jiulilie leo. Mungu aliyewakataa wale makuhani wamekataa, hata wewe usiwe kuhani.
Mungu wengi wamerejeshewa, wamekuwa kidai kurejeshewa mashamba, kurejeshewa huduma, kurejeshewa utajiri, wanataka kurejeshewa hofu ya Mungu. Mwambie mchana leo, nirejeshewa hofu ya Mungu, nirejeshewa ule uchaji. Unaweza kuwa unafunga, kufunga bila hofu ya Mungu hakuna maana yoyote. Mungu anaangalia moyo. Aliyemkagua Ibrahimu anakagua hata wewe, anaukagua moyo wako. Omba leo, mwambie Bwana tusaidie, Bwana tusaidie, Bwana tusaidie. Hofu imeibiwa, hofu ya Mungu imeibiwa. Tumebaki na hofu ya kukuogopa, tumekukimbia, tumeondoka uweponi pako. Wewe unayemkimbia Bwana, mwambie Bwana nisaidie. Ungama leo, jutia dhambi yako, jutia makosa yako. Mwambie Bwana nisamehe, mwambie Bwana nisamehe. Kwa nini unamkimbia Bwana? Kwa nini unaogopa hasira ya Bwana? Upasi kuambiwa Mungu, unapaswa kwa rafiki wa Mungu. Kwa nini unamkimbia Bwana? Kwa nini unalikimbia neno lake? Kwa nini unakimbia uwepo wake? Ibada unaikimbia, mbele ya Bwana tukitangaza, wewe unakimbia. Unapokimbia, unamkimbia Bwana. Mungu anasema mkaribieni mimi, mkaribie Bwana mchana wa leo, karibie Bwana mchana wa leo. Mwambie Bwana nirejeshe, nirejeshe ile hofu. Utarejesha magari na kusaidia nini? Utarejesha huduma na kusaidia nini? Wengi tunakurejesha vipawa, kipawa bila hofu ya Mungu hawezi kukusaidia chochote. Kwanza ni hofu ya Mungu. Hofu ya Mungu imeondoka. Mwambie Bwana nirejeshe. Hofu ya Mungu ikirejea, utaenenda kama unavyoenenda leo. Utaona ukienda mbio, utaona ukienda mbio, utaona ukienda mbio. Utatoa sadaka kwa hofu na kutetemeka, utaomba kwa hofu na kutetemeka. Kwa hiyo tunaimba kwa mazoea, hofu ya Mungu haipo. Bwana turejeshe. Rejesha hofu ya Mungu kwa wachungaji, rejesha hofu ya Mungu kwa maaskofu, rejesha hofu ya Mungu kwa wainjilisti. Turejeshe hofu ya Mungu, rejesha Bwana, rejesha hofu ya Mungu madhabahuni pako. Hofu ya Mungu imeondoka, imeondoka madhabahuni pako. Omba urejesho, omba urejesho, usijihesabie haki. Omba urejesho, kila mmoja omba urejesho, kila mmoja omba urejesho. Kumbuka ni wapi ulipoanguka, kumbuka utubu leo. Ile hofu yako ya zamani iko wapi leo? Iko wapi leo? Mbona mwendo hujaumaliza? Mbona mwendo hujaumaliza? Mbona kazi hujaimaliza? Mbona utumishi hujaumaliza? Mbona umerejea nyuma? Mbona umerejea nyuma? Hofu ya Mungu, mashemasi wa hofu ya Mungu, wazee wa kanisa, omba urejeshe hofu ya Mungu. Wainjilisti mko wapi? Omba urejeshe hofu ya Mungu. Wachungaji mko wapi? Omba urejeshe hofu ya Mungu. Omba urejeshe. Waimbaji mko wapi? Wakina mama mko wapi? Wakina baba mko wapi? Omba urejeshe. Mwambie Bwana nirejeshe kicho, nirejeshe uchaji, nirejeshe uchaji, nirejeshe uchaji, nirejeshe uchaji. Ulipokuwa ukisikia neno la Mungu linahubiriwa, ulisikia huko ndani, moyo wako ulikuwa unachoma. Leo mbona hauchomeki? Leo mbona hauchomeki? Leo mbona ni kavu? Ile machozi yako wapi? Ile hofu na kutetemeka iko wapi? Lakini mtu huyu ndiye nitakayemwangalia, mnyonge atetemekaye anaposikia neno lako. Bidii yako iko wapi? Bidii yako iko wapi? Hali yako ya mambo iko wapi? Mbona umetengeneza visingizio? Geuka leo, mwambie Bwana nisaidie, mwambie Bwana nisaidie. Laiti kama watu hawa wangekuwa na moyo kama huu, moyo wa kunicha mimi. Omba uchaji, omba uchaji, omba uchaji, omba
uchaji. Masikitiko Upentekoste, Upentekoste umeondoka mahali pake, Upentekoste umeondoka mahali pake. Tulikuwa tunaita watu wa kulia, yale machozi yako wapi leo? Yale machozi yako wapi? Tofauti kati yetu na watu wa dini ilipasa machozi yatutofautishe. Wenzetu waliitwa watu wa machozi, wenzetu waliitwa walokole, walidhihakiwa, waliitwa walokole. Iko wapi leo? Iko wapi leo? Unawezaje kusimama na Muislamu ambaye anafunga duka lake, anakwenda kwenye ibada, anafunga biashara yake kwa sababu anamcha Bwana, anafunga duka, anakwenda kwenye ibada? Wewe unajilinganishaje naye wakati anakwenda kwenye sala, kwenda kwenye sala? Inaniuma, inaniuma. Nilikwenda duka moja la Muislamu, nikataka kununua bidhaa, nikaambia mwenyewe hayupo. Nikaona watu wamerundikana pale, wanamsubiri muuzaji arudi, amekwenda msikitini. Wao wanamcha Bwana, unashindana nao. Utashindanaje na watu wanaomcha Bwana? Wewe hamchi Bwana, ndipo umeokoka, lakini hamchi Mungu. Ya maisha ndio umetawala, ujuzi wa maandiko ndio umetawala, huduma zetu ndio zimetawala, maandiko mengi ndio yametawala. Kusoma kwako kumekugeuza akili, kusoma kwako kumefanya uchanganyikiwe, unayekataa maandiko. Ndio hawa wanasema ya kwamba wale waliofahamu ile kweli, waliojua ujuzi wa kweli, watakapoacha imani hawezi kufanya upoteza, kwa sababu walifahamu kweli, lakini wanapotosha, wanakosesha, wanakosesha wana wa Mungu, wanakosesha watakatifu. Wanaambia hiyo sio dhambi, wewe endelea kufanya, mbona ni kawaida? Au wanakudanganya. Nisikilize mchungaji wako ninapokuambia, nakwambia na maanisha, usiwasikilize wengine wanakudanganya. Sikiliza mchungaji wako anayekwambia ili dhambi, ili usifanye mapenzi, hata kuvaa mapenzi, usivae suruali. Wewe ni mwanamke, hata kuvaa suruali. Geuka. Wakatokea wachungaji kwenye mitandao ya kijamii, watakwambia mwanamke kuvaa suruali ni sawa. Usiwasikilize hao, wanakudanganya. Shetani anatumia kukuondolea hofu ya Mungu, wanakuondolea uchaji. Geuka leo, geuka leo, geuka leo, geuka leo. Naongea kama masazo, kama niliyesazwa na Bwana, kama niliyesazwa na Bwana, kama niliyesazwa na Bwana. Geuka leo. Kwa nini watoza ushuru na makahaba wakutangulie kwenda mbinguni? Kwa nini usigeuke leo? Kwa nini usigeuke leo? Angalia mwenendo wako, angalia mwenendo wako. Wale watu wakachoma mioyo yao, wakasema tufanyeje? Petro akasema tubuni, tubu leo, tubu leo. Mungu anapaswa kuwa rafiki yako, Mungu anapaswa kuwa baba yako, Mungu anapaswa kuwa adui yako. Ole na adui zake, anasema waleteni niwachinje, kwa sababu amenikataa mimi nisiwe mfalme kwao. Kuna hukumu ya kuchinjwa inakuja. Ni kweli leo Mungu amenyamaza kimya, ni kweli Mungu amekuacha leo, unaendelea kufanya dhambi, amenyamaza kimya, hautaki kutubu. Ameweka siku moja atakuhukumu, atasema wale maadui zangu wale walikataa nisiwatawale, waje waleteni nimwachinje. Kuna hukumu ya kuchinjwa, kuna kuchinjwa, kuna kuja. Usiwe mja Mungu, usiwe
mimi sitakuwa na hatia. Paulo aliwaambia wazee wa kanisa pale Efeso letu, akawaambia kwa muda wote nimekaa nami, sijaacha kuwahubiria yaliyo kweli. Yeye unanishuhudia. Paulo akasema ninanawa na ninanawa mbele zenu, ninanawa ninapoambia maneno kama haya, huwezi kuwapata popote. Maneno kama haya ni maneno ya elimu. Ninanawa, sitaki kukutia moyo. Shemasi unayemcha Mungu, endelea kumcha Mungu. Mzee wa kanisa unayemcha Mungu, endelea kumcha Mungu. Tumishi wa Mungu unayemcha Mungu, endelea kumcha Mungu. Usiangalie wengine. Wewe ambaye ni mwaminifu, unaendelea kutoa zaka kwa uaminifu, endelea kutoa kwa kumcha Mungu. Wewe endelea, usiangalie usiofanya. Jiangalie wewe. Sikuacha kuambia maneno yenye kuwafaa. Yapokee maneno haya, yakabadilishe mwenendo wako, yakabadilishe njia zako, yakabadilishe mwenendo wako, utumishi wako. Yapokee maneno haya. Praise God, wimbo wanarejesheni. Wimbo sunaimbaje, wanaturejeshe.
katika jina la Yesu.